kwa jina la Yesu. Kadiri tunavyotembea kuwatangazia watu sherehe njema, sherehe hii iwafuate kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu. Isiishie mahali hapa, itembee hata kwenye vizazi vyenu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanaompenda Bwana tutasimama tena, tunamshangilia kwa kelele za shangwe. Tunasema Bwana ndiye Kristo, Kristo ndiye Mungu, yeye ndiye wokovu, yeye ndiye mfalme. Ongeza tena, chapie Bwana makofi za furaha, wakisema Bwana uinuke tena kwenye kanisa hili. Sijasikia kelele za wale walio mkono wa Bwana. Ongeza tena sifa kwa Yesu. Sema wewe ndiye Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Baba uliye juu, ianze ndani ya maisha wote waliofika hapa, na maisha yetu yapate mabadiliko makubwa kwa jina la Yesu. Amen. Kamata nafasi na Bwana kutendee mema. Tunasoma vitabu viwili kwa siku ya leo, Mathayo 26, halafu tunaanza 6, tutaishia 16. Kitabu ya pili itakuwa ni kitabu ya Injili kama ilivyoandika Yohana, ni sura yake ya 18, tutaanza versi yake ya kwanza, tutasimamia versi yake ya 5. Biblia inasema katika Injili ya Mathayo kama ilivyoandika Mathayo 26:6 hadi 16, inasema hivi: basi wakati Yesu alipokuwa Bethania katika nyumba ya Simoni mkoma, mwanamke mmoja akamkwendea mwenye chupa cha marashi ya bei ya thamani sana, akaimwanga juu ya kichwa chake wakati alipokuwa akiketi kwa chakula. Mungu akubariki sana, sauti iko salama. Alipokuwa akiketi kwa chakula. Lakini wakati wanafunzi walipoona, wakakasirika wakisema, kwa nini upotevu huu? Maana marashi hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi wakapewa masikini. Lakini Yesu akitambua akawaambia, kwa nini mnamtaabisha mwanamke? Maana ni kazi njema ambayo alinitendea. Kwa maana muna masikini pamoja nanyi siku zote, lakini hamuna mimi pamoja nanyi siku zote. Maana kwa kumwanga marashi hii juu ya mwili wangu, ameitenda kwa kunitayarisha kwa maziko yangu. Kweli ninawaambia ninyi, pahali popote habari njema hii itakapohubiriwa katika dunia nzima, tendo hili ambalo alilitenda mwanamke huu litatajwa kwa ukumbusho wake. Halafu mmoja wa wale 12 aliyeitwa Yuda Iskariota akakwendea wakubwa wa makuhani akasema, mtanipa mimi nini nami nitamtoa mikononi mwenu? Wakampimia vipande 13 vya fedha. Toka wakati ule alitafuta njia kumtoa mikononi mwao. Amina. Yohana, nikisoma Yohana, wewe ambaye ulichukua bahasha yako hujaileta, utakuwa ukiandaa, sababu tunatafuta kuiweka kwenye ndegea hii hapo mbele.
Biblia inasema katika Injili kama ilivyoandika Yohana 18, alafu tuanze verse yake ya kwanza na kuendelea. Wakati Yesu alipokwisha kusema maneno haya, akatoka pamoja na wanafunzi wake kwenda ngambo ya kijito Kidroni palipokuwa shamba, akaingia yeye na wanafunzi. Yuda vile vile, yule ambaye alimtoa, alijua pahali pale, kwa sababu Yesu alikwenda kule mara nyingi pamoja na wanafunzi wake. Basi Yuda akikwisha kupokea kikosi cha askari na watumishi wakubwa wa makuhani na Wafarisayo, akakuja kule na taa na mienge na silaha. Basi Yesu akijua maneno yote ambayo yatakuja juu yake, akatokea akawaambia, mnamtafuta nani? Wakamjibu, Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia, ni mimi. Na Yuda vile vile ambaye alimtoa alisimama pamoja na. Basi wakati aliwaambia ni mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini kifudifudi. 7. Basi akawauliza tena, mnamtafuta nani? Wakasema, Yesu Nazareti. Yesu akajibu, nimewaambia ni mimi. Nimewaambia ninyi ya kwamba ni mimi. Basi kama mnanitafuta mimi, muache hawa waende zao. Ndilo neno la Bwana. Amina. Tunatoa sadaka zetu mbele ya Bwana ambazo tulizikamata kwa kiapo, tukisema ya kwamba siku hii ya leo wa mwisho ataweza kutimiza kazi hii ambayo tuliweza kupatana. Basi mfuasi na maisha ya utofauti kwa kuvutia watu wengi. Alafu katika somo hili nitaweka mkazo sana juu ya maisha ya watu wawili, lakini hawa wawili nitakaza tena sana kwa ajili ya mtu mmoja, na itakuwa ni mwisho ya somo ambayo tumeisoma tangu Jumapili iliyopita. Tumeeleza sana juu ya maisha ya kanisa la kwanza, tumeeleza sana juu ya maisha ya Wakristo walio salama, wale ambao wamegeuka. Tumeeleza sana juu ya tabia ambazo inatubidi zionekane zimebadilika tunaposherekea miaka 10 ya Injili katika eneo hili. Halafu kuna mambo ambayo inahitajika kuonekana ndani yake, mabadiliko makubwa. Halafu leo tunafunga katika mashairi haya mawili ambazo tumezisoma ili tena zitupe mwelekeo na Bwana aweze kusema nasi. Tumeelezewa habari za Kristo ambaye alifika Betania, alafu akakaa katika nyumba la mtu ambaye anaitwa Simoni aliyekuwa mkoma. Alikaa katika nyumba ile kwa malengo ya kula chakula, lakini pana matendo yaliyotokea, na matendo hii ni yale yaliyovutia. Hata leo tunayatangaza, hata leo tunayashuhudia, sababu Bwana aliyafanya na yalionekana kuwa makubwa, na akabadilisha historia ya mwanamke mmoja, kama jana tulivyosema, tendo linalotokea baada ya mtu kubadilika, kugeuka kwa kweli, alafu Mungu anabadilisha ushuhuda wake, anabadilisha historia ya maisha yake, na anampa jina lililo kubwa, jina lililo na sifa. Tunamuona katika Mathayo mahali ambapo tumesoma mwanamke ambaye anaitwa Maria. Hili ni jina lake. Ukisoma katika Yohana pale ndipo wanataja jina lake ya kwamba aliitwa Maria, na huyu Maria alikuwa dada yake na Lazaro ambaye waliishi Betania. Alafu huyu Maria, maisha yake ya kwanza ni maisha ambayo wengi katikati yetu waliyapitia. Ni maisha ambayo haikuwa salama, ni maisha ambayo haikuwa na mwangaza, sababu tumeeleza juu ya nuru
yetu sisi wa Kristo katika dunia. Alafu Maria huyu Biblia inamuonesha alikuwa kahaba, alisumbuliwa sana na pepo ambazo zilimuingiza katika maisha ya ukahaba na maisha yake yaliharibika kabisa. Lakini Yesu alipokaribia maisha yake na mwanamke alipokaribia maisha ya Yesu, karibu na Yesu, alafu Yesu akabadilisha maisha yake ghafla na akamfanya mtu wa kuvutia maelfu ya watu. Hata leo sisi kanisa la Ruenda, mwanamke huu anatufundisha na anatushuhudia ya kwamba Kristo anapofika katika maisha ya mtu, maisha ya mtu yanabadilika kabisa. Haiwezekani, narejea, Mungu afike kwako, haiwezekani Kristo akutembelee, haiwezekani mtu uwe akontakte na Mungu alafu baada ya Mungu kukutana na wewe maisha yako yakabaki jinsi yalivyo. Haiwezekani, hairuhusiwi tunapomtangaza Kristo pandadisa alafu maisha yetu yabakie yale yale. Nakumbuka kuna siku moja nimesema kama tumehubiri Kristo tangu mwaka wa David Sense mpaka leo hapa, alafu matendo yetu yakakuwa mamoja, hatujakutana na Yesu. Sababu Yesu anapofika mahali, dakika moja ambayo Yesu anafanya na mtu anakubadilisha ghafla, na ulimwengu mzima unaweza kushituka kwa tendo ambalo Yesu amelifanya katika maisha yako. Yesu ana mamlaka ya kufanya mtu aliyekuwa mchawi akamfanya kuwa mtakatifu kwa sekunde moja, na watu wakashangaa mabadiliko yaliyoonekana juu yake. Huu ndiye mwanaume Yesu ambaye tunamtangazia, ambaye ana mamlaka ya kumfanya kahaba awe mhubiri atakayekuwa skandali kwa wale waliokuwa wanafunzi wa karibu wa Yesu. Huu ndiye Yesu ambaye namtangaza asubuhi. Maombi yangu asubuhi ya leo ni kwamba Mungu abadilishe tena hili kanisa, ili watu waliowaona katika maisha ya kawaida wasituke kwa matendo Mungu atakayoyafanya pamoja naye. Maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu asibadilishe kanisa tu, abadilishe na watu walio ndani ya kanisa, maisha yenu yaweze kuwa tofauti, ili mtazamo wa watu juu yenu waliowapanga majina yaliyo dhaifu, watakavyowaona kesho baada ya wiki, waweze kuelewa kuna Mungu ambaye amekutana na maisha yenu. Wanaoamini waseme amen. Biblia inasema mwanamke kahaba, Biblia inasema alikuwa haiko ndani ya programu ya Yesu katika kitabu ya Mathayo. Mathayo anatuonesha mtu ambaye alikuwa priorite, aliitwa mtu ambaye aliitwa na jina la Simoni aliyekuwa mkoma. Acha nieleze kidogo juu ya maisha ya Simoni. Simoni alizaliwa mkoma, akakomaa mkoma, na mahali fulani ilikuwa Kisangani ninaeleza juu ya magonjwa ya ukoma. Alafu ukoma ilikuwa na kazi ya kutenga mtu pamoja na familia yake. Haiwezekani ukakuwa mkoma na ukaishi nyumbani mwenu, haiwezekani. Hata kama ulikuwa mtoto mpendwa, kama ukoma ilikukamata, walikufukuza sababu usiambukizie watu wengine. Lakini tunamuona Yesu anaingia ndani ya nyumba ya mtu aliyekuwa mkoma, sababu Yesu alikuwa amefanya tendo juu ya maisha yake. Watu walimjua mkoma, lakini Yesu alipomkaribia akabadilisha ukoma kwa afya. Anaweza badilisha sida ikakuwa proteini ndani ya mwili wako. Yesu anaweza badilisha kasee inakuwa kitu ambacho kitakuletea tena kuishi miaka zaidi ya kawaida. Yesu anaweza kamata yale madhaifu watu wanaoyabeba juu yako kwa kuharibisha ushuhuda wako, anayabadilisha ikawa sifa ndani ya maisha yako. Nimewahi ona mtu mmoja ambaye alitaka kumharibishia mtu ushuhuda, akumbe Mungu alimtumia yule adui ili aweze kujulikanisha mahali asipojulikana. Huu ndiye Yesu ambaye tumemtangaza wiki mzima. Alipokutana na Simoni aliyekuwa mkoma, Simoni alisafishwa. Yesu akiingia ndani ya maisha ya kanisa, kanisa linasafishwa. Yesu akiingia ndani ya maisha ya familia, familia linasafishwa. Yesu akiingia ndani ya kwaya, kwaya linasafishwa. Ingia ndani ya baraza, baraza misozo inamalizika. Yesu akitawala kanisa, kanisa linapona. Biblia inasema Yesu aliingia ndani ya nyumba lake kwa malengo ya kula chakula, alafu akakula chakula mezani.
Wakati walikuwa wanakula, binti moja alisikia habari za Yesu, ya kwamba Yesu anatenda miujiza, ya kwamba Yesu anaponya magonjwa. Lakini huyu dada, yeye uhitaji wake haikuwa muujiza wa kuponeshwa magonjwa, ilikuwa muujiza wa kusamehewa dhambi. Haleluya. Mmoja akakuja na chupa ambayo imejaa marashi makubwa yenye bei kali, akafanya tendo kwa miguu ya Yesu, akamwaga mafuta juu ya kichwa. Mathayo anasema alimwaga juu ya kichwa, lakini ukisoma Luka pamoja na Yohana wanasema alimwaga kwenye miguu na akapangusa na nywele. Lakini Mathayo anasema alimwaga juu ya kichwa. Kuna sababu iliyoacha Mathayo anaonyesha mafuta ama marashi hii mwangike juu ya kichwa. Unaposikia baada ya msemo yale Yesu anasema huyu mwanamke ambaye amepakaa mwili wangu mafuta, Mathayo anasema alipakaa kichwa. Lakini Yesu anapozungumza, anapotoa shuhuda, anasema ameipaka mwili yangu mafuta. Kuna maneno tendo la kumwaga mafuta kwenye miguu haiwezi kupaka. Upako ya kuacha chini haiwezi kupaka. Ndio maana ukisoma kitabu kile cha Zaburi 133 inasema, tazama ni vema na ya kupendeza ndugu kaa pamoja pamoja, ni kama mafuta yanayoshuka wapi? Kichwani, ndevuni, kwenye upindu, ya kuachia juu, inaenda inamalizika, inaweza aoseni yote. Na katika malengo ya neno hili inaenda kuleta ya kwamba, kutuonesha kwamba tunahitajika kufanya mambo yanayoacha juu. Usiwe Mkristo wa kupenda mambo ya chini tu. Hapo ndipo nilikuwa nasema juu ya umasikini, ya kuzoea roho ya umasikini, na hii imelisumbua kanisa, sababu wengi sana wamerizika na mambo ya miguu. Tunainuka pamoja na Yesu. Amen, amen. Unapoinua Yesu unajiinua peke yako. Unapomtukuza Yesu unajitukuza ndani yake. Ndio maana Yesu alisema, Baba yangu atukuzwe ili nami nitukuzwe ndani yake. Yesu anapoinuka, unapofanya kitu kwa ajili ya Yesu, unapojitoa kwa ajili ya Yesu, unapoacha mabaya kwa ajili ya Yesu, unapotunza familia kwa ajili ya Yesu, mahali Yesu anapoheshimika, sifa hizo nazo Yesu ndani ya maisha yako anakupatia hizo sifa. Biblia inasema wanafunzi walikuwa na hasira juu yake. Hapa wanasema wanafunzi obliviate. Lakini Luka pamoja na Yohana wanasema mwanafunzi ambaye aliitwa Yuda Iskariote ndiye alikuwa na wivu kwa ajili ya sadaka zilizotolewa. Wanafunzi, tendo ambalo mwanamke alilifanya likawaumiza sana. Na niuliza, wanafunzi wamefundishwa na Yesu, wamekaa na Yesu, namna gani tendo jema linaweza kuwaumiza? Katika kanisa nimeelewa ya kwamba kunaweza kuwa watu ambao tunaishi pamoja nao, lakini ambao hawawezi kufurahia baraka za mtu mwingine. Hivyo matendo mazuri unayoyapata yanawaumiza mioyo. Kitu ambacho tunafurahia Bwana, hata kama jirani, hata kama rafiki, hata kama ndugu Mkristo katika imani pamoja nao anaweza kuwa na hasira kwa yale Bwana aliyoyatenda, hayafungi mlango wa neema ya Mungu juu ya maisha yako. Wanafunzi wakakasika. Biblia inasema Yesu akawaambia, kwa nini mnamsumbusha mwanamke? Maana ya hasira yao haikubakia ndani, walianza kumsukuma kwa sababu ni mkubwa sana. Kuya. Baba ni mkubwa, siwezi msukuma sababu hii itakuwa ghadhabu kubwa sana. Biblia inasema anakamata picha ya mwanamke. Biblia inasema wale wanafunzi wa Yesu, kwa tendo alilolifanya huyu mwanamke kwa ajili ya Kristo, wakaanza kumfinya, wakaanza kumkanyagia. Kwa nini ulifanya vile? Nani alikwambia utoe hili sadaka? Wewe ungeileta tunajihusisha. Unasikia maneno waliyomwambia? Biblia haijasema. Lakini Yesu anasema, Yesu akijua yale waliyofanya akawa
mwanamke. Yesu anabadilisha shuhuda za mwanamke, anaweka jambo la msingi, anasema alafu tendo ambalo amelifanya ni tendo la unabii. Aliyekuwa kahaba anakuwa nabii. Aliyejulikana kahaba, Yesu anampresente sawa in prophetess, ambaye anaanza kufanya matangazo ya mazishi ya Yesu. Unaweza kuwa katika kanisa umefanya venda tranda na hauna connaissance ya Kristo, na ukatokea katoto kadogo kadada ama mtu aliyekuwa mbaya, mwizi, kahaba, mchawi, akakutana na Yesu kweli kweli, akambadilisha na akaanza sema maneno usiyoyafahamu. Amina. Wanaonielewa sema amen. Hawa watu walijua kahaba. Petro alijua sisi sie ndio wayatua. Wao walijua sie ndio mimi ndio nataka kuchifua cha Yesu. Lakini unaweza kuwa kifua cha Yesu na hauna revelation ya siku Yesu atakufa. Unaweza kuwa disciple ambaye uko kurashi sawa Petro, lakini na haujui mahali Yesu anaelekea. Lakini kahaba mwanamke kahaba, Yesu akambadilisha ghafla, akaanza kuwa na macho ya kiroho kuliko Petro. Unaweza kuwa mzee wa kanisa na hauna macho ya kiroho, na uko chipofu. Biblia inasema wana macho lakini hawafanyi nini? Hawaoni. Wanasaidia kanisa hili tuwe. Wote walikuwa wamepofushwa macho. Yesu alikuwa anafanya miujiza na barabara, walikuwa wanamshua. Yesu alikuwa ameponesha watu, alifanya mikutano, walimuona na macho. Lakini unapoangalia maandiko yale inasema ya kwamba Yesu akawauliza, "Mnatafuta?" Kisha mtaituko unatafuta Yesu, hayapita hapa. Haikuwa Elisha yeye pekee mwenye amepofusha watu, hata Yesu aliwapofusha. Na kama Yesu ana uwezo ya kupofusha watu wanaomtafuta, wale waliomwamini Bwana, ana uwezo ya kupofusha maadui wao. Nataka kanisa muelewe Mungu vizuri na mumpende, sababu mko na privilege yenye wengine watu hawana. Sisi ambao tumeokoka tuko na ile privilege yenye dunia haina. Tunalindwa na Bwana, tunatunzwa na Bwana, tunaangaliwa na Bwana, tunaongozwa. Sisi kama mnanielewa vizuri, sisi tulio na Bwana sawa bila shosubiri, kuna ile guarantee. Unajifanya enemy wangu uko chipofu milele, hautaonana. Unaweza kuwa na macho wewe kwenye hautaonana, macho imefungwa. Wote ndio na Bwana hapa, walosi hawana cha kuwafanya. Mnalindwa na Bwana. Askari za mbinguni wanawaangalia kwa ukarimu. Ninamuona Yesu, Biblia inasema alikuwa na wanafunzi 11. Mwandishi anasema wanafunzi 11. Lakini katika ulimwengu wa roho kulikuwa waganga wa kuwapatia anesthesia spiritual. Yesu akawaambia, "Mnatafuta Yesu wa Nazareti? Basi tunamtafuta, basi utatuambia kwenye iko." Sasa wewe unaongezea, Biblia haimsemi. Ukatuambia kwenye iko, tutakupatia franga. Yesu akasema, "Mnipatie zile franga zote mie sasa." Biblia inasema alipowajibia njoo mie, wote wakasikia. Ndio vile Biblia inasema. Usome kwa Français, uelewe kwa Français. Ile verse isome kwa lugha ya Kifaransa, utaelewa. Biblia inasema wakazimia. Namna gani walio na majeshi, mipanga, silaha, maelfu ya askari. Yesu anasema ni mimi hapa. Wakaanguka, wakazimia, wakakuwa sawa wafu. Biblia inasema hivi. Maana yake nini? Yesu aliposema ni mimi hapa, alijipresente sawa mbili. Alijipresente mahali ya kimungu. Kisha macho ikafunguka kusekonde pa, wakaona jeshi yenye inamzunguka, wakazimia. Huyu ndiye Yesu ambaye mnamwamini. Huyu ndiye Yesu ambaye mnamwamini. Huyu ndiye Yesu
wanamwamini Kristo anawapenda sana, anawalinda mchana kama vile usiku, hata mnapolala pasipo kuomba anawalinda. Kwa jina la Yesu. Sema naamini. Kuna wale hawajasikia, ambia jirani, kama haujasikia funguka sikio kwa jina la Yesu. Hatuwezi sherekea miaka 10 na tutaenda kubakia chini ya miguu ya watu. Kama ni shetani, kama ni wachawi, kama ni watu wa karibu, marafiki wa karibu wamefanya chama juu ya maisha yako, acha Mungu tuliyemtangaza aliambia jeshi lilili hapa wakaanguka. Yesu huu asimame pamoja nawe mchana wa leo, asimame nawe usiku kama vile mchana. Sema naamini kazi za Bwana. Hebu hiyo wimbo mpokee kwa jina la Yesu. Ninaona wanakaa nao wanasema amen. Nasema wanaosimama mpokee kwa jina la Yesu. Kama unasimama karibu na mtu amekaa, mwambie simama, tuko tunaanza maliza ibada. Wewe ukigaliki kumwona tuko deja conclusion, tuko tunaanza ateri. Niko na tabiri juu ya kanisa hili. Kila mtu, kila roho, kila tendo baya litakaloinuka juu yenu hapa halitafaulu kwa jina la Yesu. Watakao kusudia mabaya watawaona mkiendelea kwa jina la Yesu. Wale watakao waone mkianguka watawaona mkitembezwa na Bwana, sababu maisha yenu ni mikononi mwao. Wale wanaoamini waseme amen. Haleluya. Yesu akajionyesha mbele zao. Nachokifurahia kwa Bwana, Bwana haogopi shetani. Yesu haogopi adui. Yesu haogopi shida ya maisha yako. Acha mchana wa leo, Yesu ambaye tumemtakasa hakuogopa mauti, hakuogopa majeshi, alisionesha mbele ya majeshi. Acha Bwana asimame juu ya kitu kinachokusumbua, ajioneshe kama Bwana aliye pamoja nawe. Acha Bwana asimame juu ya mahitaji yako leo. Acha Bwana asimame
tendo lake likatangazwa, likashuhudia, na likawa kumbukumbu mbele za Bwana. Mikono miwili juu niweze kuwaombea. Mungu wa kanisa hili la Sebeka Rwenda, wewe ambaye umelianzisha kanisa na kuwaleta watu wote hawa ili waje wawe mashuhuda ya kazi unazozifanya, uwabariki taifa hili, ubariki maisha yao, bariki mashamba yao, bariki imani yao, bariki biashara yao, bariki mfuko wao Bwana. Uwainue na kuwaongeza ili wawe mvuto mkubwa kwa maisha ya watu wengine. Uwabariki Bwana ili katika mali yao jina lako liheshimike. Tufundishe kukutukuza, tufundishe kukuheshimu, tufundishe kukupendeza, ili maisha yetu yawe tena kumbukumbu mbele zako, sadaka kubwa mbele zako. Umetupa mali, umetupa watoto, umetupa wazazi, umetumalizisha shule, umetupa ndoa, umetupa afya, na unatupa maisha, unatupa uzima wako kwa bure Bwana, sababu unatupenda. Nimeyatamka kwa nguvu maneno yote uliyonibebesha. Acha Roho wako aifanye kuwa haki na kweli katika maisha yao. Furaha hii wameisikia katika ibada ya leo, iwafuate mahali pote watakapokwenda, kwa jina la Yesu. Na wabariki na watakia mema, waongezeke tena, waongezee mipaka, waongezee maisha, waongezee afya, waongezee shuhuda kwa jina la Yesu. Wale ambao wameonelewa sababu ya hali ya dhambi, sababu ya hali ya maisha, kama ulivyobadilisha maisha ya Maria, ya kwamba Yesu aliyetakasa anabadilisha kabisa. Salama ya mbinguni ipitao fahamu za watu iwe pamoja na kanisa hili tangu sasa na hata milele, kwa jina la Yesu. Semeni amen.
Asifiwe tena Bwana Yesu. Sijasikia sauti za wakombolewa. Asifiwe tena Bwana Yesu. Haleluya. Nataka tufanye exercise moja. Hata kama unaumwa, lakini shimama watangazie watu wa 10 tu wasalimu na kuambia na kutakia sherehe njema ya miaka 10 ya Injili. Unashimama unatembea watu 10 sababu ni miaka 10. Mtu mmoja anawakilisha mwaka mmoja.